Yes, Bwana Kisugu, habari za muda huu? Habari njema, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Naamini kwamba jioni mwanana, jioni tulivu. Baada ya wito wa wananchi na kilichozungumzwa, ulikisikia pasina shaka? Yes, nimekisikia, lakini mimi nashangazwa sana waandishi. Naamini kwamba hiyo sio story. Ziko story nyingi ambazo napaswa zizungumzwe. Na kwa nini nasema hiyo sio story? Ni ngumu sana kuwazungumzia watu ambao 100 kwenye akili zinafanana. Una maana gani? Siku zote hata mtoto wako unapompeleka shule, kuna wanafunzi 100. Alafu ukaambiwa wote wamepata marks zinazofanana, muondoe mwanao katika hiyo shule, utakuwa na shida. Leo hii story ya tuchezi imeenea kwa kila mtu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuja na wazo tofauti katika klabu. Alafu nyinyi waandishi mnageuza hiyo kwa ndio story. Story tuzungumzie, tumetoa timu ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Ipo ndani ya ligi yetu hapa. Tuzungumzie story namna ambavyo Simba ametolewa katika mashindano ya CRDB Federation Cup. Story zipo, lakini kila siku waandishi mchezi. Wasicheze, wao nani? Kwani wao kikosa kucheza, watadhuru nini kwenye ligi yetu? Unasema wanaua mpira wa ligi hii ina timu 16. Ndio shiriki ligi NBC. Ligi hii ina timu zaidi ya 16. Zinashiriki Champion League. Fanya 16 mara 2 32. 32 toa moja. Na baki ngapi? Ligi nchi kosa kuchezeka kwa sababu ya timu moja. Haiwezekani. Alafu jana danganya wanasema wazee. Hivi nyinyi mnajua maana asilia ya wazee? Neno wazee asilia yake ni nini? Tupe faida. Najua? Hapana. Mtu wa mwaka 2000 anaingia hapa mjini, tunampokea kutoka Morogoro na yeye amekuwa mzee? Hapana, haiwezekani. Semeni wauni wamekutana. Kwani kuna shida? Mimi nawaambia wale nawaweza kwa sababu ni watani. Hakuna mzee pale. Lakini wanaonyesha kama wako serious hivi. Waendelee kuwa serious. Na sisi tunawapongeza katika hilo. Na tunaomba misimamo yao. Unajua siku zote Waswahili wanasema kuna muda balaa haliwezi kuondoka mpaka kwa nini? Kwa balaa. Na mimi naamini tarehe 17 ya mwezi huu tunakwenda kutengeneza mpira wetu upya. Wao wanasema unakwenda kufa mpira wetu wa Tanzania. Nani auwe? Babu yangu mzee Msumi? Nani auwe? Kama yeye angetaka kuua mpira angeua kipindi kile 74. Inakwenda kuzaliwa pani Afrika. Kwani fikirako Yanga migogoro walianza leo? Yanga migogoro walianza zamani. Hawa walikwenda kumtisha Mwina Sefu Kaduguda. Watanzania tukampa Kaduguda jina la Simba la Yuda. Maneno yao kuzungumza. Hawakukataa kwenda kucheza mechi na Jamhuri hawa Pemba. Acheni. Waambieni ukweli waandishi. Semeni ili mpira wetu uende tukautengeneze upya. Nyinyi mmeshika tu msicheze. Nyinyi nani? Natisha. Wanasema wao ndio waasisi wa mpira wa Tanzania. Nani kakwambia uongo bwana? Story hiyo gani? Aje. Wale wanajiita wazee tukae waandishi wa habari tuambie, mtwite afu tuambie wao ndio waasisi katika mpira kwenye nchi. Hayo ni maneno ya uzandiki, ni maneno ya kwenye kahawa tu. Sema umezaliwa mwaka 1935, vingine vyote vinafuatia. 35 mpira story nchi ilianza kuchezeka 1920. Nenda ka Google. Hapo nasemaje? Alafu nyinyi mnasema story wameanzishwa 35, 36, tunakubaliana kabla ya Simba na Yanga. Maana yake wao walivyoanzishwa kucheza ligi na nani mwaka mzima? Hawasemi. Waseme. Football ni mchezo wa wazi. Sisi tulitegemea au mimi nilitegemea kama wao wangekuwa kweli wangesusia ligi. Barua yao kwenye simu ninayo. Wao ndio walozungumza wakasema sisi hatuchezi mpaka uongozi wa bodi ya ligi ujiuzuru. Wao sio wao? Ni wao, na wanasema wana mashaka nao. Swali tu moja. Na Prison ambaye wanacheza wachezi? Ndio wako kwenye maandalizi kweli. Ndio Majiji wanacheza wachezi? Wanacheza. Kabla ile mechi baada ya kuahirishwa hapa kati hamna ligi waliocheza? Wamecheza. Uongozi upi? Umebadilika? Ule. Na mwenyekiti wake. Wao unawaamini hawa? Wanasema kwenye mchezo wa Simba tu. Ngoja niwaambie waandishi wa habari. Yawezekana ninyi waandishi pia mkawa chanzo cha kuwatengenezea wajeuri kwenda kuwatukana watu na kuwadhalilisha. Una maana gani? Laiti waandishi mngekuwa mnasema ukweli, hawa Dar es Salaam Africans hawa watani zangu wasingefika huku. Mimi naamini ushahidi ninao. Moja
ya ligi yetu ndani ya miaka 5 hii tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana tu. Leo hii Dar es Salaam Africans hakuna mtu anayebisha amekuwa ubingwa miaka 3 mfululizo. Rais nani? Wallace Karia. Mwenyekiti wa bodi Steven Mgutu. Leo hii Yanga anaongoza ligi ya NBC, ana pointi 73. Ndivyo sivyo? Yeye ndio yuko juu pale kinara, kweli sio kweli? Viongozi nani? Wale. Watupe sababu kwa nini wasema hawana imani na uongozi aliyakuwa ndani ya miaka yote 3 uongozi wao ndio umechukua ubingwa. Wanachodai itoke hadharani iombe radhi juu ya kilichotokea tarehe 8. Watoe sababu za msingi kwa nini mechi ilihairishwa, ndicho ambacho wanakidai. Sababu zipo na zimezungumzwa. Na sababu baada ya kutoka wao hawajakubaliana nazo, walikwenda kabla kwanza hawajaomba sababu, hawajakwenda kasi. Walienda. Kilichowapeleka kule kasi nini? Walikwenda kulalamikia, wanataka leo waandishi wa habari baada ya kurudi kasi washaitisha press kuambia wananchi Yanga wenzi wao na Watanzania kwa ujumla majibu ya kasi. Hapana. Brother, tunakwenda kutengeneza mpira. Tunakwenda kutengeneza mpira wa Tanzania. Na moja ili tutengeneze mpira, hawa mazimbukuku wasije. Na moja kati ya maneno ya wazee walidai kwamba baada tarehe 15 tarehe 16 watawaita waandishi wa habari, tutakuwa kuna majibu rasmi. Nendeni. Mpira wetu wa Tanzania umefikia wapi? Nendeni. Nendeni waandishi. Tena mimi nawaomba waandishi, nendeni kwa wingi. Lakini niwaambie tu. Hii nchi inaendeshwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayupo mtu yuko juu ya katiba. Na washauri nendeni. Lakini mpira wa Tanzania hautakufa. Hatutakubali kuona jitihada na juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu, halali mchana, halali usiku. Serikali imewekeza zaidi ya bilioni 286. Samia Stadium inajengwa Arusha. Alafu wale wauni eti mpira ufe kwa ajili yao. Wanadai kwamba kesi za mpira wa miguu tripu hii wanazipeleka kwenye mahakama za serikali. Sio mara ya kwanza. 2001 walipeleka, walifaulu. Kamuulize babu yangu Mzee Msumi. 2001 wanakwenda kufungua kesi kwa mama yangu pale Ilala. Walifaulu. Mpira nchi ya kuchezwa. Walichezwa. Klabu bingwa Simba ikwenda. Ilienda. Shirikisho Mtibwa ikwenda. Wao nani? Sasa wanajiaminia nini? Mbona kama katika maongezi yao ni kama kuna kitu wanajivunia. Kwa kuwatazama unadhani labda ni kipi ambacho wanajivunia? Hakuna, maneno tu. Maneno tu brother. Hakuna chochote wanachojivunia. Maneno tu. Lakini pia kinachowasukuma, fadhila imewanunua. Fadhila imewanunua. Kinachowasukuma, fadhila imewanunua. Na niwaambie tu Chapesa pamoja na watazamaji wenu, fadhila ikununua, mwisho wa siku unakuwa nani? Mtumwa. Leo hii msemaji wa Yanga ni nani? Ali Kamwe. Wao kama ungekuwa na maneno yao, kwa nini usimpe Ali aseme? Ali kawapiga pasi kwa mbele, nendeni wenyewe. Sitokee mimi nikaonekana mimi. Ali ana akili, kuna muda mwingine. Na moja rais wa timu. Hivi ni jambo kubwa dogo? Kubwa sana. Rais wa timu kashatoka kwenye mic na kuongea? Hapana. Engineer educated hapa. Anamchomekea babu yangu Mzee Msumi, nenda wewe. Wakutana wanachama na wanachama wa matawi mbalimbali, kwa maana kwamba viongozi wa matawi, na kutoa msisitizo ya kwamba kama itatokea kiongozi yoyote akashiriki walau kuthubutu kwenye maandalizi ya kuelekea mchezo ambao wao hawaufahamu, milango iko wazi. Unajua ni sinema. Unajua maigizo? Yapi? Yale yanofanyika ni maigizo tu brother. Mtu amekufa aliyakuwa mzima. Ni maigizo tu. Wala usiofu. Na niwaambie waandishi wa habari, mpira nchi utachezeka. Hakuna mwamba yoyote wa kuzuia mpira kwenye nchi usichezeke. Hayupo. Hajazaliwa na wala hatozaliwa. Hayupo. Na wametoa rai kwa Azam TV kwa maana kwamba wasitumie. Rai Azam wafanye kazi na klabu. Azam wanafanya kazi na shirikisho. Azam wana mikataba na shirikisho. Asitumie lebo yao walivyodai. Wao nani anawamiliki kwenye mpira? Warudi kwenye katiba yao. Bodi ya ligi. Unamzuiaje?
Kwani haki ya matangazo, umiliki wa matangazo ni haki ya klabu? Azam. Hao wanamdanganya nani? Unajua kuna magari kwa kule Mbagala ameandikwa mtu mzima ovyo. Yale magari wakati nilikuwa nayaona nilikuwa na tafakari, huyu alilenga nini? Maana yake sasa ndio umekuja kuona sasa. Sasa ndio kwanza naona. Kumbe alikuwa na maana sahihi kwamba mtu mzima ovyo. Kisugu, unaiona dabi ikichezeka tarehe 15, na kama itachezeka kwa nini viingilio havitangazwi? Na je, mchezo huo utakuwa ni mchezo wa namna gani? Mpaka hivi sasa watu wanashindwa. Kwanza viingilio vishatangazwa na tiketi tunazo katika ule mchezo. Tiketi tunazo. Mchezo. Yes. Yep. Imulike vizuri watu waione. Wakaangalia muhela imo haya imo. Sasa viingilio gani unataka? Kwa hiyo hapo ni kwenda tu uwanjani. Yes, tunakwenda tunatapu tarehe 15 tunakwenda uwanjani. Wamekuja heli yao, hawakuja heli yao. Ila mimi nasema endapo wakikosa kuja, sheria itakwenda kuchukua mkondo wake. Itakuwa wametutapeli. Itakuwa wametutapeli. Wao ndio waliotangaza viingilio vya mchezo. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Sio wao? Ndivyo. Sisi tukaenda kununua hizo tiketi. Na uzuri kwenye peji zao wakaweka bei ya viingilio, wakaweka wao, sio? Wow. Swali tunauliza, toka mweke vya viingilio sisi tumenunua, mechi hiyo imeshachezeka? Haijachezeka. Na kama haijachezeka pesa zetu ziko wapi? Tutakwenda nasi mahakamani kuwashtaki. Tuko serious. Na wao wanasema hivi. Kuna muda unasema is enough. Yaani inatosha. Kuna muda unasema inatosha. Hawa malezi waliyopata ni mabaya. Malezi waliyopata wamekwenda kusababisha wajione kwamba wao wana mamlaka kila kitu kwenye hii nchi. Kisugu, moja kati ya maneno ya wazee walidai kwamba katika hili wanaiomba serikali iingilie kati. Serikali iache, tusije kufungiwa na FIFA. Goma la vivo linachezwa vivo. Ili goma wenyewe TFF wanalimaliza. Ili goma linamalizwa na Mheshimiwa Karia, ili goma linakwenda kumalizwa na Mheshimiwa Mguto, ili goma linakwenda kumalizwa na Almasi Kasongo. Na washaitana kwenye kao kwamba kuna mtu ana mashaka hapa aondoke mapema. Juzi kuna yule mwamba muoga yeye kachia mapema kamba wewe nenda tuachie sisi. Ili goma alichezwa na serikali, serikali wameshalingamua bungeni. Ukumsikia Mheshimiwa Waziri? Nimemsikia. Anajibu swali la yule Yanga Msukuma. Hatuingilii. Anasema sisi hatuingilii nini? Maamuzi. Wenye maamuzi wapo. Mwenye maamuzi Karia, wasije tarehe 15 waone. Na kwa maelezo yao na ambavyo wanaeleza kwamba ifikapo tarehe 15 wanatuhakikishia kwamba bodi yote atakuwa wamesambaratisha. Niseme nini? Sina la kusema. Nakumbuka nani anapiga mwimbo? Mfamaji brother ishi kutapatapa. Haijawahi kutokea duniani bato la timu na chama afu timu ikashinda. Haijawahi kutokea duniani. Never. Haijawahi. Na ndio maana leo hii ukimuona Mheshimiwa Karia anaongea, azungumze lolote. Mzee Mguto anaongea kimya kabisa. Almas Kasongo wote kimya. Wanachosubiri tarehe 15 waone timu zisifike uwanjani basi. Shukrani sana Kisugu. Asante, nami niwashukuru sana Chapesa. Moja katika bindi ambazo mnafanya vizuri kwa sasa. Kutoka ndani ya moyo wangu niwapongeze sana. Shukrani. Nafanya kazi nzuri. Na sisi Simba tunawapongeza sana. Tunatoa shukrani sana za dhati kwa niaba ya mashabiki wa Simba na wapenzi wa Simba. Tunaamini hapa ambako Simba tulikofika, Chapesa mmechangia kwa asilimia kubwa sana. Kikubwa niwaombe dua, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa maisha marefu. Inshallah. Asante sana.